ambaye wengi hawakujua sura yake wala uhakika wa jinsia yake kwa ajili ya usalama wake. Alipenda kuvaa maski nyeusi usoni, koti nyeusi, mkononi alitupia gloves nyeusi. Pia alivaa jeans nyeusi na chini kabisa alivaa viatu vilivyobebwa na soli nzito, pia vikiwa ni vyeusi. ZK alijipatia umaarufu kwa kuvujisha siri mbalimbali za serikali na hata za watu binafsi. Mara kibao aliruka vizingiti vya kifo. Pia sehemu alipokuwa akiishi ilikuwa ni kificho, mpaka siku hiyo alipokuja kuundulika na kuacha mshangao ndani ya nje ya nchi, wengi wakishindwa kuamini kama ndo yeye. Siku hiyo ZK alitoka katika mihangaiko yake akiwa juu ya pikipiki yake. Alikuwa akielekea nyumbani kwake. Akiwa njiani katikati ya siku ile au siku ule, ghafla gari moja ikampita kwa spidi ya ajabu. Akashawishika kuitazama namba iliyosajiliwa katika ile gari. Alishtuka baada ya kuona ni namba za serikali. Kwa mantiki hiyo, gari ile ilikuwa ni ya serikali. Hali ya udadisi ikamtawala mtu yule. Kama mwandishi na pia kama mpelelezi kwa kazi iliyokuwa siri yake aliyoifanya kupita kivuli cha uandishi, akatamani kujua juu ya gari lile ya serikali kumpita tena kwa spidi usiku mzito kama ule. Inaenda wapi? Ndani yuko nani? Maswali kibao yakajijenga katika kichwa chake. Akakata shauri liwalo na liwe, wacha ifate, pengine imeibiwa. Kwa siri sana akaanza kuifuatilia. Kadri alivyokuwa akiifuatilia gari ile, ndivyo alivyozidi kupatwa na wasiwasi. Sio wasiwasi wa uoga, la hasha, hapana, ila ulikuwa ni wasiwasi kwamba wale si watu wazuri. Hilo hakujali. Kwanza damu ikazidi mchemka. Akazidisha umakini. Kiunoni alikuwa na bastola yake yenye risasi za kutosha. Ukiachia mbali silaha, pia aliuamini uwezo wake wa kupambana, hivyo hakutaka kuiruhusu hofu imtawale. Akazidi kusonga mbele kuwafuatilia. Katu hakujua kwamba ulikuwa ni mtego. Nyuma alikuwa akifuatiliwa pia na watu. Tena walikuwa ni watu hatari. Akili zake alizishurutisha kufuatilia mbele tu. Katu hakujua nyuma pia kulikuwa na gari iliyokuwa ikimfuatilia, na walikuwa kwenye gari hiyo ya nyuma walikuwa wakiwasiliana na wa mbele, naye alikuwa kawekwa kati bila kujua. Ndani ya gari ile ya serikali kulikuwa na watu 5. Nyuma alikuwepo msichana mmoja ambaye alikuwa kafungwa mikono yake na miguu kwa pingu. Uso wake wote ulikuwa umevimba kuonyesha alipata mateso makali. Pia nguo zake zililoa damu. Alikuwa akilia, ila walikuwa ndani ya gari ile hawakuonyesha kujali kilio chake. Ndo kwanza walikuwa wakicheka, huku wale vijana wawili walomweka kati wakimchezea mwili wake, wakiwa wanamfanyia unyanyasaji wa kijinsia. Oya Veko, leo ana kwa ana na ZK. Piga ua. Leo ndege wawili tunaua kwa jiwe moja. Dereva alotambulika kwa jina la Pizzo aliongea akionyesha wazi kufurahia kumwona ZK mbele yao. Wao kama wao walimjua yule ni ZK, ni mwandishi tu. Natoka muda mrefu amri ilishatoka makao makuu, ofisi ya waziri mkuu chini ya kitengo maalum cha usalama wa taifa, kuuawa kwa mwandishi yule. Hii ni kutokana na yeye kuvujisha siri nyingi za serikali, hivyo akawa akiichafua serikali. Katu ofisi ya waziri mkuu haikujua kuwa yule kapandikizwa na rais makusudi ili akivujishe vile rais anapata faida fulani. Kivipi sasa? Na msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Kufa tu Hakuna Namna, hii tumeiandaa kutoka mwaka 2015 na imeandikwa na Zuberi Musa Maruma
yule nguli ambaye anakufanya wewe uendelee kuburudika katika chaneli ya Ulimbo wa Simulizi. Lakini pia bila kusahau, mimi ni Kaliban Ahmad ambaye nakuongezea voko na sauti ya mamlaka niliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Basi tunaendelea kutaradari. Mtu huyu na rais walikuwa na siri nzito. Mtu yule ZK akiwa juu ya pikipiki yake alikumbuka siku wakiwa private na mheshimiwa rais. Maneno rais alimwambia, kijana wangu, naamini ufanyaji kazi wako nimekutoa na kukusaidia ili nawe pia unisaidie. Utafanya kazi chini yangu, ila ripoti hutonipa mimi. Hapana, nahitaji uwe mwandishi wa habari, ila ficha sura yako isitambulike. Ovu lolote utakaloliona katika serikali yangu nilione katika television, na maana yangu, na ipo siku utajua nini ninamaanisha. Najua ni kazi ngumu ninayokupa, ila fanya kwa weledi, utafanikiwa sana. Mtu yule juu ya pikipiki alizidi kukumbuka na kujikuta akizidi kukanyaga mafuta kuifuatilia gari ile kujua hasa lipi lengo lao. Gari ile ilikazidi kuchanja mbuga kuingia maeneo ya porini. ZK akazidi kuifuatilia. Mbele kidogo gari ile ilisimama, naye ZK akasimamisha pikipiki yake. Milango ikafunguliwa, vijana wawili wakashuka kutoka milango ya mbele, wakafungua mlango wa nyuma. Kijana mmoja akashuka, akamvuta mtu na kumtupa chini. Yule dada akaachia yowe haraka. ZK akashuka kwenye pikipiki yake aloipaki nyuma kidogo, akijua hajashtukiwa. Akaanza kuwafuata kwa kunyata, silaha ikiwa mkononi. Kwa kujificha akawa akisogea eneo lile. Alijua giza lilimsaidia. Wale watu watatu walokuwa na gari wakiwafuata kwa nyuma, nao walishuka, kila mmoja akiwa na silaha yake. Wakawa wakisogea eneo alilopo ZK kwa uangalifu kukwepa kumshtua. Utatupa hiyo memory au hutupi? ZK alisikia mtu mmoja akiuliza kwa ukali. Kabla dada yule hajajibu, mtu yule akaunyanyua mkono wake na kuushusha kichwani kwa mwanamke yule ambaye aliachia yoe. ZK alimtambua yule mwanamke kama mwandishi wa habari. Sasa akawa akijiuliza, ni memory gani wanayoitaka ambayo mtu yule anayo? Pili, kwa pale alipaswa afanyaje? Je, au koe au apige picha na siku inayofuata atoe habari zile kama rais alivyomwagiza? Pale pale akatabasamu baada ya kukumbuka kuwa wale watu wanataka kitu kwa yule dada, hivyo wasingemuua mpaka yule dada aseme ilipo hiyo memory. Kumleta kule ni kumtishia tu, hivyo alipaswa afanyaje? Afanye kazi yake ya kuchukua tukio lile mpaka mwisho. Alijua mwisho, baada ya kumtesa na kupoteza fahamu, wangemrejesha na kesho kuendelea kumtesa mpaka aeleze ilipo hiyo memory card. Hivyo tukio la kuripoti lingemfanya mwandishi ule kuwa huru. Hapo ZK akatabasamu kwa mara ya kwanza, akamuelewa rais wake alikikuwa na maana gani kumpa kazi ile. Akavua kibegi chake na kutoa kamera, akaanza kuchukua tukio lile. Basi na kujua walikuwa nyuma yake walishuhudia kila kitu alichokuwa akifanya. Usemi pia, usemi sio. Oya pia, maliza huyo. ZK hakuamini macho yake pale aliposhuhudia risasi zikikishambulia kifua cha yule dada. Mwili ulimlegea, akajikuta akishindwa kuishika ile kamera na kuiachia. Ila ghafla kitu kizito kikatua kisogoni mwake. Giza likatawala, akaenda chini, akapoteza fahamu. Ilikuwa ni kazi nzuri ilofanywa na wale watu watatu walikuwa nyuma yake. Bila yeye kujua, mmoja alimpiga na kitako cha bunduki kisogoni baada ya yeye kupigwa na butwa, baada ya kushuhudia binti yule akiuawa mbele yake bila yeye kutarajia. Na
itaendelea. Mpenzi msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, wale wote ambao ni wageni katika chaneli hii ya Ulimbo wa Simulizi, tunaomba tafadhali bonyeza alama ya neno subscribe, lakini pia bonyeza alama ya neno ya kengele ili kuweza kupata notification pindi tunapoweka video zetu na simulizi zetu kwa mara ya kwanza kabisa. Na mwandishi wa simulizi hii si mwingine ni Zuberi Musa Maruma, ambaye unampata kwa WhatsApp namba 0759 4276 na mwisho ni 53. Na bila kusahau, mimi ni Kariban Ahmad. Asante na chao.